mauti. Mwanadamu, nafasi unayo kabla mauti haijakufika, kabla mabaya hayajakupata. Mshahara ambao Yesu amesema kwa ajili ya watenda dhambi ni mauti na jehanamu ya moto wa milele. Kimbia ghadhabu ya Mungu jioni ya leo. Unapoisikia sauti ya Bwana, ni wakati wa kubadilika, ni wakati wa kutengeneza, ni wakati wa kurudi kwa Bwana, ni wakati wa kubadilisha matendo yako. Kama ulikuwa ukitenda mabaya, achana na hayo mabaya, rudi kwa Yesu. Yuko tayari kukuokoa, rudi kwa Yesu. Yuko tayari kukusamehe dhambi, maana mwana wa Mungu alikuja ili aweze kuzivunja kazi za shetani, na alivunja pale msalabani, akamaliza yote, akasema imekwisha. Hakuna tabu, hakuna mateso, hakuna shida, hakuna tabu. Kwa amani ya Yesu Kristo ukimpokea unakuwa salama. Maisha yako ni amani, maisha yako ni uzima, maisha yako ni uponyaji. Kwa damu ya Yesu ya Kalvari, mwana wa Mungu alijitoa, mwana wa Mungu alijizabia. Alikuwa tayari kufa kwa ajili ya dhambi zako, alikuwa tayari kufa kwa ajili ya dhambi zangu. Nami jioni ya leo nimemkiri Yesu, nimeuacha uovu. Ndio maana natangaza kwa ujasiri kwamba Yesu anaweza, kwamba Yesu ana nguvu, kwamba Yesu anaokoa, kwamba Yesu ni mponyaji. Unahangaika huku na kule ukitafuta msaada, lakini hujapata. Msaada unapatikana kwa Yesu, msaada unapatikana kwa Yesu. Jioni ya leo una shida, jioni ya leo unahitaji. Wakati mwingine shindwa kumwambia mume wako mpendwa, umeshindwa kumwambia mke wako mpendwa, umeshindwa kumwambia rafiki yako karibu. Jioni ya leo yuko rafiki wa kweli Yesu. Yeye amesema mkiliamini jina lake hatawaita watumwa tena, bali mtakuwa rafiki zake. Yesu anabadilisha historia ya maisha. Akikuokoa Yesu anatengeneza maisha yako. Jioni ya leo ninakuita wewe ambaye uko katika dhambi, ujue ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na mauti ni mbaya.